Tuko katika uchanganuzi wa sentensi na leo tunaangalia kielelezo cha mistari au mishale. Katika kipindi kilichokwisha tulichanganua sentensi kwa njia ya mstari, lakini leo tunachanganua sentensi kwa njia ya mistari. Kuna tofauti kati ya njia ya mstari na njia ya mistari. Njia ya mstari tayari tushaangalia. Leo tunachanganua sentensi kwa njia ya mistari au vile vile inaitwa njia ya mishale. Na leo tutaanza na sentensi sahihi. Kama kawaida yetu, huwa tunaanza na sentensi sahihi, kisha tunachanganua sentensi ambatano, alafu tunamalizia na sentensi changamano. Kwa hiyo tunaanza na sentensi sahihi, tunaichanganua sentensi sahihi kwa njia ya mistari au njia ya mishale. Katika ubao tumekuandikia mfano wa sentensi sahihi tunayohitaji kuichanganua kwa njia ya mishale au njia ya mistari. Tutaichanganua vipi sentensi sahihi kama hii ambayo iko ubaoni kwa njia ya mishale au njia ya mistari? Sentensi yenyewe inasema, mama yetu amepika chakula kitamu. Mama yetu amepika chakula kitamu. Kwa hiyo tunafaa tuichanganue sentensi hii kwa njia ya mstari, kwa njia ya mistari. Tutaichanganua vipi? Kwa njia hii ya mistari au njia ya mishale, tutaichanganua kama ifuatavyo. Fuatilia kwa makini. Kwa hiyo hapo utaandika sentensi. Sentensi hii ina kundi nomino na kundi tenzi. Tuko pamoja? Unarudi hapo unasema kundi nomino. Katika kundi nomino kuna nini? Kuna mama yetu. Mama yetu ni nomino. Mama ni nomino na yetu ni kivumishi. Unarudi hapa chini unaandika nomino yetu yenyewe ambayo ni mama, na kivumishi chetu ni yetu. Baada ya kumaliza hapo, unakuja katika kundi tenzi. Katika kundi tenzi tunaanza na kundi tenzi. Katika kundi tenzi kuna nini? Kuna amepika chakula kitamu. Amepika ni kitenzi, chakula ni nomino na kitamu ni kivumishi. Tunaandika kitenzi chetu ambacho ni amepika. Nomino yetu ni chakula na kivumishi chetu ni kitamu. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyochanganua sentensi sahihi kwa njia ya mistari au njia ya mishale. Hivi ndivyo tunavyochanganua sentensi sahihi kwa kielelezo cha mistari au kielelezo cha mishale. Natumai tuko pamoja mpaka hapo. Tuangalie mfano wa pili wa sentensi sahihi. Mwanafunzi mvivu amechelewa shuleni leo. Mwanafunzi mvivu, sentensi inasema mwanafunzi mvivu amechelewa shuleni leo. Changanua sentensi hii kwa njia ya
mistari au njia ya mishale. Tutaichanganua vipi sentensi hiyo? Hii ni sentensi sahili na tunastahili tuichanganue kwa njia ya mishale au njia ya mistari. Tutaifanya vipi? Tutaifanya kama ifuatavyo katika uchanganuzi wetu. Kwa hiyo hapo utaandika sentensi, na katika sentensi hii tuna kundi nomino na kundi tenzi. Tuko pamoja mpaka hapo? Haya, tunakuja hapa tunasema kundi nomino. Katika kundi nomino kuna nini? Mwanafunzi mvivu. Kwa hiyo mwanafunzi ni nomino, mvivu ni kivumishi. Tunaelewana? Haya, nomino yetu ni ipi? Utaandika hapa mwanafunzi. Kivumishi chetu ni kipi? Utaandika hapa mvivu. Baada ya kuandika hivyo, unakuja katika kundi tenzi. Kwa hiyo utaandika hapa kundi tenzi. Katika kundi tenzi kuna nini? Kuna amechelewa shuleni leo. Amechelewa ni kitenzi, shuleni ni kielezi, na leo ni kielezi. Kwa hiyo hapo utaandika kitenzi chetu ni amechelewa. Amechelewa. Kielezi chetu ni kipi? Shuleni. Na kielezi chetu cha pili ni leo. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyochanganua sentensi sahili kwa kielelezo cha mistari au mishale. Hivi ndivyo tunavyostahili kuchanganua sentensi sahili kwa kielelezo cha mistari au kielelezo cha mishale. Ni jambo jepesi, ni jambo rahisi, na kama unafuatilia vizuri utaona ni kitu rahisi sana. Kwa hiyo usibabaike na usichanganyikiwe. Tuangalie mfano wa tatu. Haraka haraka. Tuangalie mfano wa tatu haraka haraka. Tuangalie mfano wa tatu haraka haraka. Kuna mfano wa tatu. Nyumba yetu imebomoka jana asubuhi, au tuseme nyumba yetu ilibomoka jana asubuhi. Nyumba yetu ilibomoka jana asubuhi. Tuichanganue sentensi hii katika kielelezo cha mistari au kielelezo cha mishale. Tutaichanganua vipi? Tutaichanganua kama ifuatavyo. Kwa hiyo hapa tutasema sentensi, alafu tuandike katika sentensi yetu kuna kundi nomino na kundi tenzi. Haya, katika kundi tenzi kuna nini? Katika kundi tenzi tuna nyumba yetu, tuna nomino na vile vile tuna kivumishi.
Haya, nomino yetu ni nini? Nomino yetu ni nyumba. Nomino yetu ni nyumba. Kivumishi chetu ni nini? Kivumishi chetu ni yetu. Twende katika sehemu ya pili, kundi tenzi. Katika kundi tenzi kuna nini? Kuna kitenzi. Kuna nini vile vile? Kuna kielezi. Na mwisho tuna nini? Tuna pia kielezi. Kwa hiyo hapa tutaandika kitenzi chetu ni ilibomoka. Kielezi chetu jana, na kielezi chetu cha pili asubuhi. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyochanganua sentensi sahili kwa kielelezo cha mishale au kielelezo cha mistari. Kwa hiyo ukifuatilia mifano hii utaona ni kitu chepesi sana na ni kitu rahisi. Jambo hili najua haliyochanganyi sana wanafunzi, na wewe kama hujaelewa, fuatilia mifano vizuri na naamini utaelewa vizuri sana. Nataka nikuache na zoezi fupi na mazoezi dogo ili ulifanye. Nataka nikuache na zoezi fupi tu ili ulifanye uweze kujitathmini kama umeelewa uchanganuzi huu kwa njia ya mistari au la. Fanya zoezi lifuatalo. Nambari ya kwanza. Nambari ya kwanza. Yeye alikuja nyumbani jana mchana. Yeye alikuja nyumbani jana mchana. Nichanganulie sentensi hiyo kwa kielelezo cha mistari. Sentensi ya pili. Sentensi ya pili. Sentensi ya pili. Mama yetu alinunua runinga mpya jana. Mama yetu alinunua runinga mpya jana. Nichanganulie sentensi hizi mbili kwa kielelezo cha mistari au mishale ili uweze kujipima kama umeelewa uchanganuzi huu au la. Tutakomea hapa, lakini kabla hatujakoma ningependa kukusisitiza kwamba usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata mafunzo yetu mapya yanapotolewa.